kiumbe hai ambaye akiingia ndani ya mtu huleta mabadiliko au mgeuko. Kwa si tu anaokoa watu, lakini pia akiingia ndani ya mtu huleta badiliko, huleta mgeuko. Luka 19 mstari wa 1 hadi wa 10, Biblia inasema kwa habari ya mtu mmoja ambaye kwa urefu alikuwa ni mrefu kuelekea chini, anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo kidogo. Huyu Zakayo wakati mmoja akawa anatamani sana amuone Yesu. Wakati anatamani amuone Yesu, ikabidi apande juu ya mkuyu, ili amuone Yesu wakati afanye nini? Anakuja. Kuna kitu huwa kinamtokea mtu baada ya kumpokea Yesu. Yaani baada ya kusema kwamba Bwana Yesu nakupokea kuwa Bwana mkuu wa maisha yangu, kuanzia leo nimeokoka. Amen. Tayari kuna kitu kinaingia ndani mwako. Cha kwanza, Roho Mtakatifu ndani mwako anakushuhudia kwamba umeokoka. Kwa hiyo kuna mambo ambayo hauwezi tena kuyafanya. Kwa nini? Sababu wokovu umeingia ndani mwako. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Yesu akiingia ndani ya mtu huwa analeta badiliko. Kabla ya mahubiri ya mchungaji, kabla ya kanisa kusema kwamba fanya hivi fanya hivi, ile tu ameingia ndani ya mtu anamletea badiliko. Na mimi nakuombea mtu mahali hapa kwamba wokovu uingie ndani mwako kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo mabadiliko ya waziwazi ya wokovu yatokee maishani mwako kwa jina la Yesu.